BBC yamvua nguo Samia Suluhu na kumwacha uchi. Hujambo na karibu. Mwanga mkali unaomulikwa na teknolojia za kisasa za satellite umefichua kile ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kikisubiri uthibitisho wa kitaalamu kwamba wiki ya uchaguzi nchini Tanzania iligubikwa na matukio ya mauaji, matumizi ya nguvu kupita kiasi na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Na kwa mara ya kwanza ushahidi uliotetereka umetolewa kimataifa kupitia ripoti maalum ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC, ikionyesha kile ambacho kilijificha nyuma ya ukimya wa kitaasisi na utata wa taarifa tofauti zilizotoa picha mbili za nchi moja katika kipindi cha hatari kisiasa. Katika ripoti hiyo, BBC imeweka wazi kwa uchambuzi wa video zilizovuja mitandaoni zikionyesha mwili wa binadamu ukiwa umelala baridi chini, raia wakikimbia huku wakifiatuliana risasi na askari wakiwa wamewaweka nguvu dhidi ya watu wasio na silaha. Sasa umeunganishwa na picha za satellite ambazo zimethibitisha mahali, muda na mazingira ya matukio hayo. Uthibitisho huu umelifanya suala lilokuwa likichukuliwa kama tuhuma zisizo na mizizi kugeuka ushahidi kamili unaoonyesha ukubwa wa ghasia zilizojificha katika wiki hiyo muhimu ya uchaguzi. Ripoti imeelezea namna picha za juu kutoka angani zilivyounganishwa na miundombinu, kivuli cha majengo, usanifu wa barabara na mifumo ya kijiografia ilionekana kwenye video zilizosambaa mitandaoni. Mlinganisho huu umeunda uthibitisho unaoonekana ambao hauachi nafasi ya kubishana kuhusu mahali halisi ambapo matukio hayo yalirekodiwa. Utafiti huu umeonyesha maeneo ya uwanja, mitaa na barabara zilizoonekana kwenye video zikibeba miili ya watu, mabaki ya vurugu na harakati za vikosi vya usalama zilizotajwa na mashuhuda wa moja kwa moja mitandaoni. Kwa mujibu wa uchambuzi huo, baadhi ya video zilionyesha maiti zikiwa na majeraha ya risasi na katika sehemu mbalimbali za miili yao, na katika nyingine watu walionekana wakipoteza maisha wakiwa hawana ulinzi wowote, huku baadhi wakionekana kujaribu kuokoa wengine waliokuwa wamepata majeraha mabaya na katika mazingira yaliyotawaliwa na taharuki. Na katika taarifa yake, BBC imefafanua kuwa video hizo hazikuwa simulizi za uzushi wa mitandaoni, bali ziliendana kikamilifu na mazingira ya kijiografia yaliyopatikana kupitia picha za satellite, na hivyo kuthibitisha kuwa matukio hayo yalitokea katika maeneo halisi ndani ya Tanzania. Uchunguzi huu umebainisha kuwa matukio yaliyotokea si ya bahati mbaya wala tukio la mara moja, bali mlolongo wa matukio yaliyodumu kwa muda wa siku kadhaa katika kipindi ambacho taifa lilikuwa limejikita katika uchaguzi mkuu. Wiki hiyo ambayo ilitarajiwa kuwa kilele cha utumiaji wa demokrasia iliandikwa na ripoti kama kipindi kilichotawaliwa na hali ya taharuki, heka na matumizi ya nguvu ambayo yaliathiri raia waliokuwa wakijaribu kushiriki kikamilifu katika mchakato wa demokrasia kwa njia za amani. Ripoti imefafanua kuwa katika baadhi ya video, vikosi vya usalama vilionekana vikilenga raia wanaoonekana kuwa hawana silaha wakiwa ama wanatazama shughuli za uchaguzi au wakijaribu kueleza hisia zao kuhusu mchakato huo. Tukio moja lililonaswa na uchunguzi ni kile kilichoonyesha kundi la watu waliokuwa wakikusanyika katika kituo cha kupigia kura kabla ya kukumbana na hali ya taharuki na nguvu zilizozidi kiwango, hali iliyosababisha vifo na majeraha mabaya. Na katika maeneo mengine, uchunguzi umeeleza kuwa raia walinaswa katika misongamano iliyoripotiwa kuwa ilisababishwa na mbinu za kuzuia wananchi kuingia vituoni. Video zilizothibitishwa zilionyesha baadhi ya watu wakipoteza maisha katika mikusanyiko hiyo, wakishindwa kupata msaada wa haraka kutokana na hali ya vurugu iliyokuwa inaendelea. Na picha za satellite zilizochukuliwa katika siku hiyo zilitambua mabadiliko ya harakati za magari ya jeshi, misururu ya watu na mienendo isiyo ya kawaida ilionekana katika maeneo yaliyoripotiwa kama vitovu vya vurugu. Ingawa matukio haya yamekuwa yakizungumzwa kwa muda mrefu na baadhi ya watu, ripoti hii ya BBC imeweka msingi wa ushahidi unaojitegemea unaotumia mbinu za kisayansi, teknolojia ya kisasa na uchambuzi wa kina usiotegemea simulizi za upande mmoja.
Hii ndio mara ya kwanza ambapo uchambuzi wa uhakika umetolewa kupitia mchanganyiko wa video, ushahidi wa kimazingira na picha za satellite zenye uwezo na kuonyesha mabadiliko madogo katika mandhari ya dunia. Na hivyo sasa habari hii imemweka wazi Samia Suluhu, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akipinga kuwa hakukuwa na maandamano na kwamba ni watu wa majirani ama nchi jirani walioingia nchini humo kuzua na kuleta vurugu. Ripoti imedokeza kuwa tahadhari kubwa ilizingatiwa wakati wa uchunguzi kuhakikisha kuwa hakuna video bandia au zenye uhariri wa kupotosha zilizohusishwa. Badala yake, kila kipande cha video kilipitia uchambuzi wa frame moja baada ya nyingine, kulinganisha kivuli, muundo wa majengo, uwepo wa miti au barabara na hata umbo la mawingu lilionaswa na satellite katika siku hiyo. Uchambuzi huo ulipogeuzwa kwa ushahidi unaoendana, taswira kamili ya kile kilichotokea iliundwa kwa uwazi unaotisha. Hadi sasa, kwa mujibu wa ripoti hiyo, BBC haijapokea majibu rasmi kutoka kwa serikali ya Tanzania wala vyombo vya usalama vinavyotajwa kuwa na jukumu la kusimamia amani wakati wa uchaguzi. Taarifa inaziacha maswali mengi kuhusu hatua zitakazochukuliwa na mamlaka za ndani na namna taifa litakavyokabiliana na uzito wa tuhuma hizi zinazogusa moja kwa moja misingi ya haki za binadamu. Mataifa mbalimbali, mashirika ya kutetea haki za binadamu na taasisi za kimataifa zimeanza kujadili taarifa hizo, zikitilia mkazo umuhimu wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa kina na usioegemea upande wowote ili kubaini chanzo, ukubwa na uwiano wa jukumu la kila upande katika matukio yaliyotokea. Shinikizo hili linalenga kuzuia kutokea tena kwa mazingira yanayovunja utu wa binadamu na kulinda hadhi ya uchaguzi kama nguzo muhimu ya mifumo ya utawala ya nchi yoyote. Licha ya ukimya wa kitaasisi, uwepo wa ripoti hii umefungua ukurasa mpya katika mjadala wa kitaifa kuhusu uwazi wa matukio ya uchaguzi. Kwa kutumia teknolojia ya uchunguzi isiyoweza kushawishiwa na maoni ya kisiasa, taarifa hii inatoa mwanga kuhusu kile kilichokuwa kikisemwa bila uthibitisho, kwamba wiki ya uchaguzi haikuwa tukio la kawaida, bali kipindi kilichobeba athari kubwa katika historia ya kisiasa ya taifa. BBC inasisitiza kuwa utafiti wake umefanywa kwa kuzingatia viwango vya juu vya kitaaluma na ukiongozwa na misingi ya uwajibikaji na uandishi wa habari wa uchunguzi. Kwa mara nyingine, mbinu za teknolojia na kisiasa zimeonyesha uwezo wake wa kutoa majibu katika maeneo ambayo mara nyingi ukweli huenda ukafunikwa na propaganda, hofu na udhibiti wa taarifa. Ripoti hii inaacha ujumbe mzito kwamba ushahidi wa kisayansi umeacha kuchukua nafasi katika chombo umeanza kuchukua nafasi yake kama chombo muhimu cha kujaribu uwazi katika masuala ya kisiasa, na kwamba matukio ya wiki ya uchaguzi nchini Tanzania hayataweza tena kufichwa katika kona za kimya, bali sasa yamewekwa hadharani katika jukwaa la dunia. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia, na kwa uchambuzi tafiti na uchambuzi wa kina kutoka hapa Kenyascope, chaneli yako ambayo inakuletea taarifa bila kupindisha wala kupendelea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na vile vile kushare ili uwe wa kwanza vile vile kupokea taarifa hizi. Gonga hiyo alama ya kengele ili uwe ukipata alerts.